unayajua maisha ya watoto wako na unaiwakusanya kila siku, si kuwapotezea muda, bali kuwapa mwelekeo wa yale ambayo umeyakusudia tuyaishi, ili tuweze kuona udhihirisho na utukufu wa nguvu zako. Baba, sani yako tunaitazamia wiki iliyo mbele yetu, kwa sababu ya hiki unachokwenda kusema. Tutaona kushinda kwa sababu umeiachilia sauti yako. Hatutaingia kwenye uangamivu kwa sababu umesema na sisi leo. Jitukuze Roho Mtakatifu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen. Sasa kama unaandika, naomba uandike udhihirisho wa utukufu wa Mungu. Tunaendelea na kile ambacho Roho Mtakatifu amekiachilia ndani ya kanisa lake kupitia mama yetu mahali hapa. Haleluya. Na mama alianza kwa kusema ya kwamba haya ni majira ambayo Mungu anataka kuudhihirisha utukufu wake. Haya ni majira ambayo viumbe vinatakiwa viache kuugua, kwa sababu wana wa Mungu wanafunuliwa katika utukufu wa Mungu. Haleluya. Na akasema ili kuona huu utukufu wa Mungu, jambo la kwanza ni lazima uamini. Na moja kati ya Bible verse ambayo iliukamata moyo wangu ni ile Yohana 11 na mstari wa 40. Wakati Yesu anamwambia Mariamu, je, sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Mama alisema vizuri sana kwa habari ya kuamini. Na akasema ili uingie kwenye utukufu mwingine na utoke utukufu hata utukufu, ni lazima ukubali kutoka imani hata imani. Haleluya. Lakini pia akasema ni lazima uondoke kwenye kila mashinikizo, uondoke kwenye kila uvivu wa kuomba, uondoke kwenye kila hali inayokuzuilia kuingia utukufu mwingine. Lakini nakumbuka ibada ya kwanza alisema ni lazima uondoke au uiondoe hiyo hali inayokuzuia kuingia utukufu mwingine. Watu wa ibada ya kwanza nafikiri tunakumbuka hiyo statement. Lakini kitu cha tatu alisema kwa habari ya maisha ya maombi. Na akasema ya kwamba maombi yana kitu yanafanya kwa muombaji. Hata kama bado hujapokea majibu ya kile ambacho unamtazamia Mungu kwacho, lakini maombi yana kitu yanafanya. Anasema mtu anayetoka kuomba anao utukufu, anao utiisho. Akasema unaweza kumsema mtu muombaji huko, lakini ukikutana naye hivi macho yanateleza, mikono haiwezekani, kwa sababu ya utiisho aliyoubeba. Haleluya. Lakini akasema mtu anayeomba ni mtu ambaye anaruhusu amani ya Kristo kufanya matuo kwenye moyo wake. Yamkini kuna kitu ninamuomba Bwana na hata bado sijaona udhihirisho wake, lakini ninapotoka kuomba ninatoka kama mtu aliyepokea ile amani ya Kristo isiyofungamanika na mazingira, isiyoangalia nini kinaendelea, inakuja kufanya matuo kwenye moyo wa muombaji. Na sisi tunajua mahali penye amani ndipo mahali mema yanakwenda. Haleluya. Sasa tukasoma kwa habari ya Yabesi, ya kwamba Yabesi hakumlaumu mama, hakumlaumu baba, hakumlaumu yoyote. Alipoona tu situation ilivyo, akasema mimi nitamlingana Bwana. Na Biblia inasema Bwana alimpa haja ya moyo wake. Sasa leo tunakwenda kuingia kitu kingine cha 4. Lakini kabla hatujaingia kitu cha 4, Roho Mtakatifu aliukamata moyo wangu. Akaniambia, Flora, ni Mungu ndiye ameyadhihirisha haya majira ndani ya kanisa. Ni Mungu ndiye ametaka kututoa utukufu hata kuingia kwenye utukufu mwingine. Yamkini ninavyoongea hapa, tunasema huu mwaka ni wa greater glory. Kinachoendelea kwenye maisha yako, achana na greater, hata glory uioni. Lakini kama Mungu ndiye aliyesema, kama alivyowaahidi wengine nyuma yetu, na leo tunasoma shuhuda zao na kujengeka hata kwenye haya majira ambayo tunayo,
nayo ni Mungu huyo huyo amesema. Kwa sababu Mungu aliposema na wana wa Israeli, alipomwambia Musa, nimeyaona mateso ya watu wangu wa Israeli, sasa ninakutuma ukawatoe kwenye mateso. Musa alipofika pale Misri, hali haikuwa shwari. Farao alipoona ule usumbufu wa kujiliwa na Musa, akasema hebu nikumbusheni, wana wa Israeli wanafanyaje kazi? Akasema watu bwana wanafyatua tofali let's say 300 kwa siku. Tofali wanatoa, nyasi wanatoa wapi? Akamwambia nyasi tunawaletea, wao wanafyatua tu. Akasema okay, nimeanza kusikia kelele za kufurukuta hapa. Nimeanza kusikia kelele za kutaka kutoka. Sasa ninatoa amri, zidisheni kazi. Sasa nyasi hawatatafutiwa. Nyasi watakwenda kujitafutia wenyewe. Lakini idadi ya tofali inabaki kuwa pale pale. Kwa hiyo kuna wakati mambo ni kama yanakaza. Unaweza ukasema mama you are talking about greater glory. Hebu futa greater glory. Mimi hata hiyo glory kwenye maisha yangu ni kama sioni. Listen. Ni Mungu ndiye anataka kututoa. Hatutoi kwa hesabu zetu, hatutoi kwa akili zetu, hatutoi kwa mipango yetu, hatutoi kwa chochote tulicho nacho. Anatutoa kwa njia zake. Game haikuishia hapo. Musa akifanya hivi, Farao anafanya hivi. Musa akifanya hivi, wanaitwa wachawi wanafanya hivi. Musa akifanya hivi anafanya. Mungu alisema nisikilizeni, afanye vya kufanya. Ni majira ya kudhihirisha utukufu wangu. Niliahidi ya kwamba baada ya hii miaka mnatoka. This is the time. Kinachoendelea hakipingani na neno langu. Kwa sababu udhihirisho wa utukufu wa Mungu hauhitaji backup ya mtu mwingine zaidi ya Mungu mwenyewe. Anapoyatoa maelekezo yake anajua. Kuna bahari anajua. Kuna kodi anajua. Kuna ada anajua. Tunazungumza kutoka imani hata imani. Lazima vije vitu vya kutesti imani zetu. Lazima vije vitu vya kudhiaki. Ili utukufu ukija, hakuna kitu hakitamuelewa Mungu wako. Na unakuwa una ujasiri wa kumwambia mtu yoyote ya kwamba nisikilize. Unaongelea kutokuwa na kazi kwa mwaka mmoja. Nimewahi kuwa hapo. Chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yako, chochote, naweza nikawa sikijui. Hata wewe unaweza kusimulia, kuna baadhi ya vitu vinakaa under carpet. Wewe unajua Mungu amekusudia kudhihirisha utukufu wake kwenye hilo jambo. Kwenye hilo jambo. Yani kama ulikuwa hujaelewa, kuna watu wako hapa na hamjui ya kwamba kanisa lipo kwenye majira ya kudhihirishiwa utukufu wa Mungu. Ichukue hii, kwa sababu huu utukufu tunaoenda saa hizi hatoachwa mtu ndani ya nyumba ya Mungu. Unajua au haujui, hauachwi. Hautaachwa. Ndio maana Musa akasema no, hatuendi sisi, tunakwenda na mifugo yetu, tunakwenda na kila kitu. It's a season thing. Kanisa ni kitu cha majira, sio kitu cha kuomba na kufunga. It's a season of thing. Natoka. Farao tumeleta chao anatoka. Farao tumeleta nzi, umeleta natoka. Farao tumeleta chuo, natoka. Kwa sababu Mungu alijua hizi danadana za Farao zitaendelea mpaka usiku huu. Kuna usiku huu, ni usiku ndani ya majira. Ni usiku ndani ya kipindi cha majira. Kwa hiyo tuko kwenye haya majira. Kuna hiyo siku ndani ya haya majira. Ipo hiyo siku ndani ya haya majira. Hautacheka hapa. Hapa patacheka. Kila kitu kitacheka. Kwa sababu ni season. It's a season. Hatuwezi kuzuiliwa. Aliyefanya majira anajua na kutoa muda gani. Aliyefanya majira anajua unaoa muda gani. Yanapofika majira yamefika. Usiniambie kuna vitu vinazuia. Wewe unafikiri Mungu hataki kujitukuza? Leo hii kuna mtu Mungu anajidaia kwa adui. Anamwambia mtazame mtu wangu, mtazame. Alafu wewe umekaa na manunguniko. Eti Mungu tazama. I see your glory. Katika haya majira na uona utukufu wako. Sijui wanasema nini, naona utukufu wako. Acha waseme, waambizane. The glory is greater. Mimi nakwambia mtu wa Mungu, it's a season thing. Ni kitu cha majira. Kuna siku hii umeua dubu, umeua simba. You are about to kill the Goliath. You are about to.
Usichoke mtu wa Mungu. Usikate tamaa. Usione sasa mbona kama story. If it's God word, it's not a story. It's a movie. Sasa kama ni majira ya Mungu, huwa yanaambatana kitu kinaitwa huruma ya Mungu. Kuna mambo hatuwezi kutoka kwa sababu ya kingine chochote. Mbingu zinamwaga huruma. Huruma ikipita, adui hana cha kusema. Mbona huyu hivi nimemhurumia? Mbona huyu hivi nimemhurumia? Tulikuwa naye kwenye kambi, sio wa kambi tena. Tulikuwa naye kwenye gereza, sio wa gereza. Anasema watu wangu wamefungwa, hakuna asemaye rejesha. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwenye madhabahu walioniamini kusema, nasema it's a season thing. Tunatoka. Kuna vitu vimeanza kuibuka kama vinakaza hivi. Mmeviona? Kuna taarifa zinakuja kama kuviaki hivi. Mmeanza kuzisikia? Kuna mambo yanakuja ni kama kuna uelekeo afu ghafla mambo yanapumbazika hivi. Mmeanza kuona. It's all about greater glory. Hiyo inahusu utukufu tu. Hakuna kulia, ni utukufu tu. Wewe usichanganyikiwe. Zimeandikwa habari za Moses. Zimeandikwa habari za Musa. Ili zinapokuja kwetu tusiumbe. Haleluya kanisa la Mungu. Mimi nakwambia possible ni miaka 9. Nimemuona mama kwa macho yangu akiombea hii season. Nimemuona, sijawahi kuona. Anaombea mpaka watoto wake ambao hawapo hapa. Kia tukikutana anasema wachungaji ni kitu cha majira. Liambieni kanisa ni kitu cha majira. Siri, kama kuna majira siri ni this time. Kwa sababu nimejua Mungu ana deal na mimi. Haleluya kanisa la Mungu. Mpe Roho Mtakatifu utukufu wa makofi. Sasa nataka tusome Zaburi ile ya 103 na mstari wa 13. Ni huruma za Bwana kwamba tunatoka. Na hii leo ni siku yetu ya 4 ya kuendelea kutukuzwa na Mungu. Alhamisi hapa mbingu ziliachilia neno. Hesabia. Alhamis, Jumamosi. Nimekosea? Alhamis, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku ya ngapi? Wewe unafikiri Biblia inavyoandika ikawa siku ya baada ya? Si walikuwa wanahesabu siku? Na sisi ni siku ya 4 ya kuanza ya kuendelea kutukuzwa. Kuna watu waliona utukufu ile siku, kuna watu wataona siku ya 10, kuna watu siku ya 15, kwa sababu ni majira, ni lazima tuone. Na safari inaenda kwa mahesabu. Tusome. Kama vile baba anavyowahurumia watoto wake, ndivyo Mungu anavyowahurumia wamchao. Kwa sababu Mungu asipotuhurumia, mimi nakwambia kuna mambo yamekukamia. Niliona clip moja, mtu anagonga geti hivi kwa nguvu. Anasema Yesu fungua zile silani kama zinataka kufanikiwa. Hapana. Kama Mungu, kama baba unavyoweza kumhurumia mtoto wako, ndivyo Mungu alivyolihurumia kanisa ndani ya haya majira. Tumeipokea huruma ya Mungu, na kinachotuvusha ni huruma ya Mungu. Kwa sababu kuna mambo mababu walitoa sadaka, wakatoa matamko, wakafanya vya kufanya. Kuna muda unaweza ukaomba, ukafunga, ukatoa, ukalia, unahitaji huruma ya Mungu kutoka hapo. Hakuna mtu Yesu alimhurumia akamwacha alipokuwa. Huruma ya mwanadamu iko hivi, mtu wa Mungu. Anaweza akasikia ya kwamba unahitaji ada, akasema ya kwamba na kile chuo kilivyo strict, yaani sijui itakuwaje, na kuhurumia sana, akaishi hapo. Nimewahi kusema mara kadhaa hapa ya kwamba nimewahi kuwa na kesi mahakamani. Wakati tuko kwenye ile kesi ilikuwa ina pande zote mbili za kuhurumia. Upande wa yatima, silipendi sana hili neno, na upande wa mjane. Kwa hiyo kuna watu wanakuhurumia, upo kwenye ile kesi, wanaelewa situation, wanaelewa uhalisia, lakini sikiliza huruma zao zilivyokuwa. Mkikutana nao, yaani
Yaani anawaonea sana hao watoto. Yaani kama Flora mama yake mtupu. Itati miss. Sasa kama sina ufahamu, sitakiwa nianze sikuwa nalia kwa sababu kabla ya hilo jambo Yesu alikuwa shanipa neno. Huruma ya Mungu inapokuja haitaki kujua umekaa hapo kwa muda mrefu, hauna mtu wa kukutumbukiza kisima kinapotibuka. Huruma ya Mungu inapokuja inakuchukua, unaanza kutembea. Nataka tusome Zaburi 102 na mstari wa 13. Yako mambo kwenye maisha yetu tunahitaji tu kuita huruma ya Mungu. Tunahitaji. Tusome watu wa Mungu. 1, 2. Turudie kusoma vizuri. Majira yaliyoamriwa yamefanyeje? Mwambie jirani yako, majira yaliyoamriwa yamewadia. Rudia kumwambia kwa uhakika ya kwamba majira yaliyoamriwa yamewadia. Nataka tusome watu wa Mungu Luka 18 mstari wa 35 mpaka wa 40. 1, 2 tusome. Alipiga kelele akasemaje? Alikuwa ana mambo mengi kiasi kwamba angesema nimechoka kuomba, nimechoka kubebwa, alisema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Aliita tu. Yesu akafanyaje? Tusome. Wakamkemea. Wakemeaji wapo wanaokuambia tulia, haya mambo ni hivi. Kwa sababu waliamini kwenye huruma ya Mungu. Yes. Kwanza nataka uone uhusiano wa kila kitu kinachozungumziwa kwenye haya majira. Kutoka mama amelitangaza hili neno. Yesu anamwambia imani yako imekufanyaje? Kwa hiyo hapa mtaji ulikuwa ni nini? Hatuwezi kukwepa kuamini. Tumalizie. Mara hiyo yes. Haleluya. Asa nataka tusome Luka 7:11 mpaka 16 wakati naelekea kusema kile ambacho Roho Mtakatifu amenipa. Kuna mambo yanahitaji huruma ya Mungu. Yanahitaji huruma ya Mungu. Ni huruma ya Mungu tu inapita ndani ya kanisa kwa ajili ya kuyatoa maisha yetu. Wapo watu wanaweza wakazuilia, wanaweza wakaongea, hawajaanza kwetu. Watu hawana huruma hata kwa huyu kipofu. Waliendelea kumwambia Bwana tulia, unamsumbua. Ngoja ahudumie wanao, wewe tulia. Kuna watu wanajua wewe ni wa hivyo. Ndio maana walikuwa wanamwambia tulia. Usifurukute, tulia. Yaani wewe ni opposition hiyo, wewe ni wa nafasi hiyo, wewe ni wakuu hivyo, rutini yako hivyo. Lakini aliendelea kupaza kwa sababu alijua huruma ya Yesu ikinifikia sitakuwa wa hivi. Kwa habari ya Mungu usipunguze mwendo. Haya ndo majira ya kuchanganyikiwa kweli.
Kama kuna mtu anaweza akawa too much kwenye ulevi, kama kuna mtu anaweza akawa too much kwa waganga, nataka niwe too much kwa Yesu. Nataka hii kitu very serious. Tusome Luka. Yes. Yesu alipomuona alisikia nini ndani yake? Unafikiri huruma ya Yesu ilikomea kwa huyu mwanamke? Unafikiri huruma ya Yesu iliishia kwenye haya majira? Hiyo huruma iko mpaka sasa, mchana wa leo mahali hapa. Tuendelee hapo. Inatosha. Huyu mama alikuwa amefiwa na mume. Sijui ni muda gani ulipita akafiwa na mtoto. Na mimi naamini watu wengi walimuonea huruma kwa sababu ya uhalisia wa mazingira yake. Lakini Yesu hakuishia kumuonea huruma. Alipomuonea huruma akasimamisha msafara. Ndivyo ambavyo Yesu leo anasimamisha mateso, anasimamisha aibu, anasimamisha dhihaka, anasimamisha kila chokochoko. Yaani leo ndo siku ya kukomeshewa mateso na hayatarudi mara ya pili kwa jina la Yesu. Yesu hakuona huruma akaondoka. Alipoona huruma aligusa jeneza, akasema inuka. Yule maiti akainuka, kaketi, akaanza kusema. Haya majira ni majira ambayo kanisa tumeipokea huruma ya Mungu. Na kinachotutoa kwenye kila hali ni huruma ya Mungu ambayo tumekubali kuipokea. Na hakuna mtu atakayeachwa. Hakuna mtu atakayeachwa. Kwa sababu hata mama anasema kwenye maombi ya kanisa, hakuna mtu ambaye hata uona utukufu wa Mungu. Kila mmoja kwenye level yake. Hata watoto wetu tumeanza kuona wakifanya mambo ya utukufu. Unaweza ukachukulia kawaida kama haujui watoto wa mitaani wanafanya nini. Kama haujui mambo ambayo yanaendelea na watoto wa mtaani, unaweza ukaona kawaida. Hii kitu sio kawaida. Hii kitu sio kawaida. Haleluya. Huruma ya Mungu ipo kwenye maisha yetu. Huruma ya Mungu ipo kwa ajili ya uzao wako, ipo kwa ajili ya ndoa yako, ipo kwa ajili ya mahusiano yako, ipo kwa ajili ya kazi yako. Ni sisi kuikubali na kuiitia kwenye haya majira. Haleluya. Sasa kitu cha 4 ambacho Roho Mtakatifu amekiweka ndani yangu na nilipokikubali nimegundua ni kitu cha kimaajabu, ni kwa habari ya maelekezo ya kiungu. Ili tuweze kuona udhihirisho wa utukufu wa Mungu, kanisa, ni lazima tukubali kupokea maelekezo ya kiungu kwenye haya majira. Na Roho Mtakatifu ameanza kuachilia maelekezo kwa habari ya kanisa. Kama tunakumbuka siku ya Alhamisi, kilichotokea ndani ya nyumba ya Mungu. Alhamisi ni siku ambayo tunakutanika kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kwa upana zaidi kwa sababu ya muda mrefu tunaopata. Lakini Roho Mtakatifu alipindua mashauri yake kupitia mtumishi wake. Tuliomba tu mahali hapa. Na mama akasema haya majira, kwa sababu kuna vitu Mungu anataka kuvizaa, kuna vitu Mungu anataka kuvidhihirisha. Utajikuta kuna wakati unasikia tu kuomba. Unasikia kuomba. Wewe huwa unaomba, lakini kuna kiu ya kuomba inakuja. Kuna kiu ya kuomba inakuja. Kuna baadhi ya vitu hau entertain tena. Kuna baadhi ya company hauzi entertain tena. Kuna mambo uyafanyi tena. Nina mtu mmoja ameniambia mimi nilikuwa naangalia movie za Kinigeria da Flora mpaka jana, lakini this time sisikii. Sina muda. Kwa sababu mbingu zinataka kukupeleka kwenye utukufu mwingine. Zinakutaka ili hata huu utukufu ukija uwe na package ya maelekezo uweze kuutumia vyema. Kwa hiyo kuna hali inaendelea na wewe, usifikiri eti sijui najisikiaje. Sijui sana, ila kina mama wajawazito huaga na wasikie. Yaani kuna namna ni kwa sababu ya kitu kipya ambacho kinakuja. Ni kwa sababu ya kusudi jipya ambalo linakuja. Kwa hiyo kuna muda unasikia haukuwa mtu wa kufunga. Unafunga kiolela.
Umefunga leo, unasikia kufunga tatu kavu. Uko hapa unasikia anza kesho mfungo. Unataka kutoka, unasikia rudi kanisani leo, unalala. Unataka kuondoka, unasikia kuomba. Alafu wewe hauelewi. Tap it. Tap it, woman of God. Tap it, man of God. Unasikia maelekezo, fanya hiki kwa ajili ya praise, fanya hiki pale, toa hiki pale, toa hiki. Wewe unafikiri kawaida. Mbingu zinaachilia maelekezo, usipotee, kwa sababu haya majira ni mageni. Tunahitaji maelekezo yake. Kuna kitu Roho Mtakatifu anatibua. Kadiri unaitikia, kale kitu kanakuwa. Kuna muda tunajishangaa, why sikuwa hivi? Hata mimi kuna mambo yangu natamani kufanya, lakini kuna kitu tu kina develop ndani yako. Kina develop, usikizuilie. Mama amesema na akatangaza maombi ya siku hizi. Hayo ni maelekezo ya kanisa. Lakini kuna maelekezo ya mtu mmoja mmoja Roho Mtakatifu anayaachilia ili kuingia kwenye new glory, kwenye greater glory, kwenye utukufu, ili kuingia kuyadhihirisha mambo yake, kwa sababu kiriba kipya kinahitaji mvinyo mpya. Hakiwezi kuwa kiriba kikuukuu kikaubeba mvinyo mpya, utapasuka. Kuna spiritual stamina Roho Mtakatifu anaitaka kwa ajili ya mambo makuu anayoyaleta. Afu unasema eti mbona hajanitafuta, mbona hajanipigia, mbona hajanikumbuka? Ametulizwa kwa sababu Mungu ana haja na wewe. Kuna kitu anakifanya. Tunasoma Zaburi 119 mstari wa 19. Kile ambacho Roho Mtakatifu anakiachilia kwenye maisha yako ndani haya majira, usikipuuze. Unaweza kuwa una drive ukasikia ndani yako nataka uombe. Simama uombe, omba. Nataka kusifu. Uko chumbani kwako peke yako. Moja kitu ambacho Roho Mtakatifu ameniambia mimi, hata nikiondoka nyumbani niache worship. Inaendelea hata saizi ukiingia inaendelea. Kuna vitu sielewi, naamini tu. Kwa sababu mama alishawahi kusema kwenye madhabahu hii ya kwamba hatufanye kazi na Mungu kwa sababu tunamuelewa, tunamuamini tu. Akatoa mfano, wenzetu wanajeshi wanautiwa kimaajabu. Anaweza akaambiwa lala, hasemi kuna nini, analala. Kuna nini baadaye? Tusome. Yes. Anasema mimi ni mgeni ndani ya haya majira. Kuna mambo kama sielewi. Roho Mtakatifu, usinifiche maagizo yako, kwa sababu najua huwezi kuyaachilia majira bila maelekezo. Kwenye haya majira mapya kuna maelekezo unayaachilia. Roho Mtakatifu, usinifiche. Nimewahi kufanya hiki, nimewahi kufanya hiki, nimewahi kwenda pale, nimewahi kuwa hivi. This time nataka kutap divine instruction. Usinifiche. Zaburi 32 mstari wa 8. It's a very common Bible verse kanisani kwetu. Tusome. Tusome vizuri kanisa. Mungu haishi kutufundisha. Mungu haishi tu kutuelekeza. Anatuonyesha na njia ya kuiendea, lakini jicho lake ni bumper to bumper. Bumper to bumper. Amewahi kusema mama hapa ya kwamba hata kuzaliwa kwa Kristo, pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini kulihitaji maelekezo ya kiungu. Vinginevyo Herode angeyapata yale maisha. Hata mimi na wewe tunahitaji maelekezo ya kiungu. Unahitaji kuolewa, unahitaji kuoa, kufanya biashara. Mimi sijui, mimi nina yangu. Nisije nikasema ya kwangu tu hapa, na wewe una ya kwako. Kwenye hilo jambo Roho Mtakatifu ameachilia maelekezo. Kuna watu Roho Mtakatifu alikuwa anawapa maelekezo mpaka anamwambia mtu usinywe mvinyo. Nilichokiweka na mvinyo ni mbingu, na usinywe mvinyo. Haya ni maelekezo ya msingi sana kwenye maisha ya muamini. Ninamfurahia Roho Mtakatifu kwa sababu amesema katika Yeremia 1:4-5 ya kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii
Sasa Mungu ndio anatoa maelekezo kwa habari ya Yeremia. Mungu ndio anatoa maelekezo kwa habari ya maisha yetu. Yamkini Yeremia alikuwa anajiona anavyoweza kujiona yeye, lakini kumbe Mungu alikuwa na kitu chake na Yeremia. Kama Mungu asingetoa maelekezo, Yeremia angeendelea na business yake. Lakini Mungu hakumnyima Yeremia maelekezo. Sasa Mungu hawezi kutoa maelekezo kwa Yeremia ya tangu tumboni, alafu leo umefika ulipofika eti maelekezo ya Mungu yawe ni kitu kisichohitajika. Sio kweli. Kama kuna kitu tunakihitaji kwenye haya majira tulionayo, ni maelekezo ya Mungu. Ni maelekezo ya Mungu. Ni maelekezo ya Mungu. Na ndio maana Mungu ametupa mtu wake. Kuna wakati wewe unaweza usiaone mambo kama anavyoyaona. Unaweza ukamrudia ukamwambia mama naona hivi, akakwambia ni hivi, lakini hiki kitu ni hivi. Asubuhi nilikuwa nimevaa gauni la pink. Asubuhi ibada ya kwanza yalikuja maelekezo na herufi kubwa. Kabadilishe nini? Sina wa kujadiliana naye. Nimekuuliza gauni yangu fupi, nimekwambia nguo yangu mbaya, nimekwambia ina hitilafu, nimeinuka, nimeenda, nimetii, niko hapa, pamepauka wapi? Sasa mimi sijui kwa nini. Naweza nikawa nina sababu moja, lakini kumbe Roho Mtakatifu amemleta kijana hapa, anasema binti utakayemuoa leo amevaa suti ya orange. Kumbe kuna mtu amepewa instruction. Kumbe kuna mtu amepewa maelekezo hapa. Alafu mimi nakomana gauni langu la pinki. Jamaa anakuja anasema yupi, mbona sioni? Kumbe nitakiwa nitii tu. Atakuwa amevaa koti refu hivi, amesuka notice. Ngoja nikwambie, unayahitaji maelekezo ya kiungu kwenye jambo dogo, kwenye jambo kubwa, kwenye jambo la kati, kwenye chochote unahitaji maelekezo ya Mungu. Daudi alipakwa mafuta ya vita, anaomba govi 100, anapeleka 200, lakini alikuwa anataka maelekezo. Kama hajui kitu, Mungu niwafuatie, Mungu jeshi hili niende, Mungu anamwambia wafuatie, hakika utawapata na kuwarudisha wote. Wewe ni nani usihitaji maelekezo ya kiungu? Kuna wakati tunayumba, tunaumia, tunateseka kwa sababu Mungu anasema A na wewe unalo B. Na nimegundua hii ni sababu kwa nini kuna baadhi ya hali haziachi maisha yetu. Na Mungu ni baba. Sifa ya baba ni kulea. Package ya malezi kuna muda inakuminya. Manase amewahi kusema hapa, amewahi kusema na kanisa hapa, ya kwamba Roho Mtakatifu akiwa amechoka, maelekezo yalikuja kwa Manase akiwa amechoka, kwamba Manase ondoka huko unakofanya huko, rudi Iringa, wewe utakuwa hivi. Leo tuko hapa. Amekuwa mtu wa baraka kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja. Amekuwa mtu wa baraka ndani ya kanisa. Amekuwa mtu wa baraka nje ya kanisa, akiwa anafundisha. Sikiliza shuhuda za Manase, mambo anayofanya Manase. Lakini kwa sababu alitii tu maelekezo. Kuna mtu uko hapa, unatafuta kazi, umepata kazi labda Njombe, afu Roho Mtakatifu anakuambia najua ni kiasi gani unatafuta kazi, hauendi Njombe, tulia hapa. Tulia hapa. Kwa sababu kuna muda adui anatumia uhitaji kukutoa kwenye track. Kukutoa kwenye track. Anataka akutoe. Kwa hiyo anaanza kukwambia mishi hapa hamna. Nenda da. Mama shehe kusema yeye kule da ameona watu wanalala nje. Sio kwa sababu ndani joto haona pa kulala. Lazima ujue kwenye majira Mungu anasema nini. Mungu anasema nini na mimi? Mungu anasema nini juu ya hali yangu? Mungu anasema nini juu? Mungu anasema nini? Mungu anasema nini? Maelekezo ya Mungu yanaweza yasiwe na backup ya wazazi. Yanaweza yasiwe na backup ya mtu mwingine yeyote, ila yana backup ya Mungu. Na mkono wa Mungu ni mkono usioonekana ila uzuiliki. Kuna mahali unapita, wakati mwingine watu hawaelewi kwa habari ya wewe na Mungu. Hawaelewi, unahitaji tu maelekezo ya kiungu ili utunze heshima yako na wewe na Mungu muendelee mbele. Unahitaji tu maelekezo ya Mungu. Unahitaji. Kanisa hatuwezi kujikaza. We need it. Tuache kuchukulia neno kawaida. Mimi nilikuwa namwambia Mungu nisikilize ninapoliombea kanisa. Nikamwambia kanisa hapa watu, kuna watu, Mungu sikia, unapozuru usiniache, mwenyewe nayataka. Nayataka. Maelekezo ya kiungu yana uwezo wa kukupa mema na nguvu kwa 100%. Tupo kwenye dunia ambayo ina sauti nyingi. Tutasoma Wakorintho 14:10. Tutasoma.
Kuna sauti inakuja kwenye maisha yako, inataka tu ulie, inataka ulie, na kwa sababu inakuja na makamio, na wewe na makamio na Mungu hauna, unalia. Kuna sauti inakuja inataka tu uache. Kuna sauti inakuja yani sauti inayokuja haina, sio kwamba haina maana. Kuna sauti inakuja ina maana. Kuna binti aliwahi kusema alipigiwa simu, passport kila kitu kiko tayari, anatakiwa sio aende Dubai, sio South Africa. Yuko tayari, ashasuka na nywele. Kila akiwaza kumwaga mama anaumia, hivi inakuaje? Roho Mtakatifu akaituma sauti, akatuma maelekezo kupitia madhabahu hii. Yule binti hajaenda kokote. Mpaka leo yuko pale amekaa anamtazamia Bwana. Usigeuke hata yuko hapa. Tusome Wakorintho. Yes. Wala hakuna moja isiyo. Kwa hiyo sauti ambazo zinakuja kwenye maisha yako Batista, zote zina maana. Sasa ili kuweza kupembua ya kwamba hii sitaki, ni lazima uikubali sauti ya Mungu, hata kama haifanani. Kuikosa sauti ya Mungu ni kuyakosa maisha. Ni maelekezo ya kiungu pekee yana uwezo wa kuzalisha amani ya ajabu kwenye dhoruba kali. Ni maelekezo ya Mungu peke yake. Ni maelekezo ya Mungu peke yake. Na wakati mwingine hizi sauti, watu wa Mungu, hazitoki mbali. Kuna muda zinakuja kama wazo ndani yako. Kuna muda anaweza akatumika hata mtu wako wa karibu. Siku moja nilimwambia mama, nikamwambia mama, mimi kitu kama inanichanganya hivi. Mama akaniambia nakuona Flora, ila ngoja nikwambie kitu. Chochote ambacho Mungu hajasema hakikuhusu. Niliondoka na ile neno, mtazamo wangu kwenye ile jambo ni mpya. Hata kama watu 160 wanasema hivi, Roho Mtakatifu akaniambia hivi, na komana Roho Mtakatifu, kwa sababu hajawahi kumdisappoint mtu, siwezi kuwa wa kwanza. Sasa haya maelekezo ya Mungu yanaweza kufanya nini kwenye maisha ya muamini anayeamini? Nini maelekezo ya Mungu yanaweza kufanya kwenye maisha yako? Kitu cha kwanza, ni kati ya vile ambavyo Mungu amenipa na wewe anataka kuongezea vya kwako. Yana uwezo wa kurejesha nguvu na moyo wa uhodari ndani yako. Maelekezo ya Mungu yana uwezo wa kurejesha nguvu na moyo wa uhodari ndani yako. Utakubaliana na mimi ya kwamba kuna mambo yanapokuja, kuna muda ni kama yamelenga kuiba nguvu, kuiba uhodari, ya kusahaulisha na utambulisho wako, yafanye vurugu ya kuache hapo. Lakini maelekezo ya Mungu yanapokuja, yule aliyekuwa amechoka, yule aliyekuwa amekata tamaa, yule anainuka kwa nguvu ya ajabu na kuanza kuyaendea mambo. Unahitaji tu maelekezo ya Mungu. Unaweza kusema mimi hapa nilipo, mama huwa anasema mara kadhaa hapa, mpaka ameniathiri sasa. Nikiwa natoa mfano wa mjomba, niweza nimtaje mjomba wa Makambako. Siku moja nikasema nitakuuliza mama, kwani Makambako kuna nini? Ni Makambako, hamna Waisimani wala Wanjombe, ni Makambako. Unaweza ukasema mimi labda sijui nani yangu wa wapi. Jamani watu wa Mungu, maelekezo ya Mungu nimeona kwa macho. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao kama wanatakiwa waandikiwe bango, ni maelekezo ya Mungu. Vinginevyo nisingekuwa hapa. Kuna wakati unaelekezwa kitu ambacho hata kieleweki. Siku moja Mr. Stanley aliniambia, ameshtuka sana. Aliniambia, "Flora wewe ni mtii sana." Nikasema, kweli brother? Sana. Akasema, "Tuko tunatengeneza vidude fulani vya sadaka hapa, vizito hivyo viwili. Vimekuja hapa." Mama alisema, "Flora istaki. Hii beba rudisha." Mimi sina gari. Nilibeba nikarudisha. Sikujua kama kuna mtu alikuwa ana learn obedience through that. Sikujua. Lakini pamoja na kwamba nilifanya hivyo, mimi haijanipunguzia chochote. Kwa sababu kwenye kutumwa ndo kunakuwa bora. Unaweza ukaona mtu bora kwa sababu amekubali kutumwa. Mama ashawahi kufundisha, nafikiri kambi ya vijana sijui ya wapi. Mama, Mungu akikupa neema, sema na sisi kwa habari ya kile kitu, ni cha msingi sana. Alisema na sisi,
Unatumwa. Kuna siku utatumwa. Jina halitaitwa mtumishi, utaitwa mfalme. Tusome au sijasema tusome? Waamuzi 6:1 madhabahu Yesu. Waamuzi 6 mstari wa 1 tusome. Ni maelekezo ya Mungu peke yake yanaua nitawezaje, itakuwaje, watanionaje. Huwa nawaza kama mama angekaa kwenye watanionaje, leo hii wangelionaje ili kanisa? Yaani wangetuonaje sisi? Kuna mtu mmoja alipokea maelekezo ya Mungu akaua watanionaje. Leo lipo hili jopo na hatujafika hapa mwisho, tunaendelea. Mama alipopokea maelekezo, leo kila mtu hapa ana testimony. Kwa sababu mtu huyu alipokea maelekezo. Tusome watu wa Mungu. Yes. Tusome tuendelee. Mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya wana wa Israeli. Waliteswa sana, walitwezwa na wana wa Midian. Tusome mstari wa 7. 1 2 tusome. Tusome mstari wa 10. Utasoma mwenyewe kwa muda wako hiyo Waamuzi 6 yote. Tusome mstari wa 10. Nasema kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao. Lakini hawakuitii sauti ya Bwana. Lakini hawakuyatii maagizo ya nani? Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra. Anamtokea mtu anaitwa Gideon. Mstari wa 12 anasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidian. Nataka umsikilize Bwana anachosema hapa. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi ninayekutuma? Gideon alikuwa haoni ushujaa, haoni uhodari, hazioni nguvu ndani yake. Lakini maelekezo ya Bwana yalipokuja, Gideon aliinuka na kuwa shujaa. Hata mimi na wewe kuna mahali tunachoka. Yanapokuja maelekezo ya Bwana ndo tunajiona tuna nguvu, tunajiona tunafaa, tunajiona tunaweza. Kwa hiyo mahali ulipoonekana bora, ulionekana bora kwa sababu ya maelekezo ambayo Mungu aliachilia. Tulikwenda Kawe kuhudumu, tukiwa na mtumishi wa Mungu Pastor David na watu wengine. Mama akatoa maelekezo kwa praise, akawaambia, story zisizo na maana msipige. Tunzeni kile ambacho Mungu ameweka ndani. Dumuni kwenye kuomba. Tumefika Dar es Salaam, hali iliyokuwepo Bwana ajua. Lakini hawa watu wa Mungu walifanya kitu cha ajabu, kwa sababu walianza kutii maelekezo ya Bwana kutoka Iringa, sio Mikumi. Ulikuwa ukimuita Pastor David, mimi sikuwa najua. Priscilla, nini? Watu wana maelekezo. Acha utani. Kitu cha pili, yanakuweka mahali pamema. Nataka tusome kwa haraka Ruti 1:5. Yanakuweka mahali pamema, maelekezo ya Bwana. Kwa wasiofahamu, huyu Ruti alifiwa na mume wake na mkwe wake alikuwa amefiwa na mume wake. Lakini maelekezo binafsi ambayo Ruti aliyapokea ni kuambatana na huyu mwanamke. Aliambatana na huyu mwanamke na kufuata maelekezo yake mpaka mema yalipotajwa kwenye maisha ya Ruti. Tusome Ruti 3:1. Tusome. Huyo ni mama mkwe anakuwaza mpaka anataka akutafutie raha upate mema. Alafu dunia inatuaminisha kwamba kina mama wako ni wabaya. Ni maelekezo ya Mungu tu. Tusome. Kumbuka Ruti alikuwa anaokota masazo na masuke kwenye shamba la Boaz.
Lakini aliyekuja kuyafungua macho ya Ruth alikuwa ni mamkwe wake. Akamwambia Ruth, pale unapookota masazo pale kuna mume wako, kuna mema yako pale. Na Ruth alipokea maelekezo. Utasoma kwa muda wako, mtu wa Mungu. Ruth alipewa maelekezo, oga, jiandae, uende pale, mpaka wako uwe huu. Ruth alivyoenda alishinda kwa sababu ya maelekezo ya Mungu. Lakini Ruth alikuwa hapo siku zote. Wakati Roho Mtakatifu anatafakarisha hichi kitu, nilimkumbuka sana Pastor Grace. Pastor Grace au na Pastor Dave walikuwepo tu hapa. Kila mtu ana maisha yao, tunawaona. Wakati mwingine tukiwa tufuniki habari za Ruth, tuwaongelee watu ambao Mungu anawatumia kwenye kizazi chetu. Huyu anaendelea na kazi zake. Pastor Grace alikuwa akitangulia kukuona, cha kwanza kupiga ni magoti, afu inafuata shikamoo. Anaendelea anaokota masuzu, anatamasuki, anafanya hiki, anafanya. Kumbe mume wake yuko hapa. Kumbe mema yake yako hapa. Na mkini naongea mema uelewi, subiri utaona kama ni mema. Yako hapa. Niliwaza nikaza tukae vizuri na wake na Kitasha. Tukae vizuri. Yamkini mema yako hapa. Lakini ni mpaka Naomi afungue macho, akwambie sikiliza mwanangu. Ani hapa sio pale, wala sio kule, ni huku. Ni maelekezo ya Mungu, maelekezo. Hakuna kitu kingine, maelekezo. Sasa sijasema Grace alielekezwa. Pastor Dave huyu siku moja alisema yani majira yalipofika, kimuona Grace, Pastor Davis alikuwepo hapa siku zote, kumbe kuna majira ilifika. Macho yatolewe upofu, aone sawa sawa. Huyu anakula mema ya nchi hapo. Na tami na mema yanaendelea. Tumishi wa Mungu Rehema, nakutaja, unaniangalia nini? Rehema huyu hapa Rehema. Tumishi wa Mungu David Makombe alikuwepo hapa. Siku hizi post zile picha za David za zamani tena nimefuta. Na heshima, ndio anaheshimiwa na watu wote. Alikuwepo tu hapa. Pia yumo. Sio niki yumo. Nilipray yumo. Muda ulivyofika. Umu. Mtu wa Mungu. Unasubiri mchina. Wanaletwa hapa. Haleluya. Lakini maelekezo ya Mungu yanakupa kushinda kwa utukufu. Unajua kuna ushindi unaweza ukapata, yani mpaka utukufu uone. Tumishi wa Mungu Mrs. Iza alipata maelekezo, ndio ni wewe. Alipata maelekezo kwa habari ya ile kesi. Alisikia ndani yake ya kwamba samehe. Asingekubali kusamehe. Mnazijua gharama za kwenda mahakamani? Ni gharama juu ya gharama. Isingewezekana. Nilikuwa naangalia jinsi ambavyo Sisera alifariki kwa kupewa, aliomba maji, akapewa maziwa. Kuna wakati maelekezo ya Mungu yanakwambia tii, yanakwambia samehe. Kuna wakati maelekezo ya Mungu yanaweza yakakutaka kufanya kitu sicho, hakifanani kwa macho ya nyama, lakini ni maelekezo ambayo yamebeba ushindi, ambayo yamebeba utukufu. Hata mimi najua ya kwamba wewe pamoja na mimi kuna mambo tunamtazamia Mungu ili tuone udhihirisho wake. Niko hapa kukwambia kuanzia sasa Roho Mtakatifu anaanza kuachilia maelekezo. Kuwa tayari kupokea maelekezo ya Roho Mtakatifu. Hata kama atakwambia kitu ambacho hajamwambia mwingine, hata kama atakwambia kitu ambacho wengine huwa hawafanyi. Kwani nani aliyezungumza na mama mpaka leo tuko hapa? Angetazama ubinti, angetazama sina mume, angetazama umri, yamkini tusingekuwa tulipo ni kwa sababu alitii maelekezo. Yako mambo tunamtazamia Mungu na Roho Mtakatifu anaachilia maelekezo ili tuweze kuona udhihirisho wa utukufu wa hayo mambo. Hayo mambo yanakuja kuvaa mwili kama tutatii maelekezo. Nataka usimame mahali ulipo. Wewe unajua unahitaji kitu gani? Wewe unajua unamtazamia Mungu kwa ajili ya nini? Mchana wa leo ninatamani uyahitaji maelekezo specific kwenye hilo eneo. Mungu sema, nimewahi kuwa hivi ikatokea hivi, imekuwa hivi ikatokea hivi. Sitaki kuchoka. Mungu sema. Kwa sababu moja kati ya kitu ambacho Mungu hajatunyima mpaka sasa ni maelekezo yake.
Nataka uinue mikono yako mbele za Roho Mtakatifu. Anza kuhitaji msaada wa maelekezo ya Mungu. Anza kuhitaji msaada wa maelekezo ya Mungu. Hayo maelekezo yako mahali hapa. Iwe ni kwa ajili ya hiyo kazi, iwe ni kwa ajili ya hiyo ndoa unayoelekea. Mungu ameachilia maelekezo. Kuna jambo haliko sawa. Kuna jambo ni kama limekwama. Ukiangalia ni kama hauoni dalili. Roho Mtakatifu ameachilia maelekezo.